Nilifanya kosa ambalo tulifungwa goli moja nadhani. Alifunga Mayele. Nilifanya kosa ambalo linipelekea nikapata hasira sana. Kwa sababu nilifanya kosa ambalo sikutakiwa kufanya. Nikitazama ligi ya msimu huu, ligi ni ngumu sana. Yaani ligi ni ngumu sana kwa sababu kila timu imejiandaa. Na kwa kuthibitisha hilo, kila mchezo unakuwa ni mgumu. Mchezo imekuwa migumu, draw zimekuwa ni nyingi sana kwa sababu levels zinafanana. Ligi kwa hiyo ni ngumu sana msimu huu. Tangia umeingia kutumika ligi kuu, utanikosoa kama nakosea. Mimi nakufahamu tangia timu inaitwa EF mpaka hivi sasa. Tangia umeanza kukanyaga kwenye ligi kuu mpaka hivi sasa, kwa hiyo kwamba ligi ya msimu huu umeiona kabisa kwamba ina competition, ina intensity hatari zaidi. Ligi ya msimu huu ni ngumu sana. Yaani ni ngumu sana kuliko ligi zilizopita hapa nyuma. Msimu huu ligi imekuwa ni ngumu zaidi. Nini ambacho kinapelekea kuonekana kwamba ligi ya msimu huu ni ngumu, lakini pia tunaipongeza bodi ya ligi kwa kusimamia ligi vizuri, kwa sababu tunaona ligi yetu inazidi kupanda, lakini ugumu hasa uko sehemu gani? Ligi ni ngumu kwa sababu kila timu imejiwekea malengo bora. Timu ikiwa na malengo bora, alafu yale malengo yakazamishwa kwenye vichwa vya wachezaji, always ligi inaenda kuwa ngumu sana. Kwa sababu kwanza yaani mtu unaingia uwanjani unasema malengo ya timu imejiwekea malengo haya. Na maana lazima mimi ni fight kutafuta malengo ya timu. Nikitimiza malengo ya timu, malengo yangu mimi yatakuwa yametimia kwa 90%. Kwa hiyo hicho kitu cha kwanza kabisa ambacho sasa hivi tunamezeshwa sana wachezaji. Kwanza kuipambania nembo ya timu, kujua nembo ya timu ina thamani gani na kujua timu imejiwekea malengo gani. Kwa hiyo inasababisha yani ukiingia uwanjani unafanya kitu kwa extra. Tumeona ikionekana vilabu ambavyo havijafikia kwenye ile interval ya Yanga, Simba na Azam, inaonekana kwamba mnakamia zaidi kuelekea kwenye michezo hiyo. Kwa upande wako kama mlinda mlango, unapoelekea kwenye mchezo mkubwa kama wa Yanga, let's say, ama Simba, maandalizi yako yanakuwa ni extra au yanakuwa maandalizi kama mchezo mwingine? Maandalizi always yanakuwa kama mchezo mwingine kwa sababu sote tuko ligi moja. Sawa, wenzetu ni timu kubwa, wanashiriki kimataifa always kila mwaka, lakini maandalizi yanakuwa ni yale hata kama umakini unaongezeka, lakini maandalizi yanakuwa ni yale kwa sababu ukiambiwa kimbia mpaka pale, haiwezekani mechi nyingine uambiwe kimbia mpaka kule. Ni umakini tu ndio unaongezeka. Bwana, hawa ni wakubwa kuliko sisi. Tukifanya kosa hili watatuadhibu. Umeelewa? Msimu huu wa ligi kuna baadhi ya michezo umeanza kwenye kikosi cha TRA. Ama katika misimu ambayo inaendelea, mshambuliaji gani ambao ukikutana nao unaona kabisa anakupa heka? Wote ni wazuri. Sasa hivi washambuliaji wote ni wazuri. Wote wana uchu wa kufunga, wote wanaamua sasa hivi kupiga golini, ndio maana makipa wanafanya sana saves sasa hivi. Kwa washambuliaji wote, kwangu mimi yani washambuliaji wote ni wazuri. Yani wote ni wazuri. Mechi ya Pamba Jiji na Simba Sports Club uliitazama? Nilitazama baadhi ya matukio kwa sababu nilikuwa nipo kwenye gari na kuja Dar. Moja ya tukio ambalo alikuwa anazungumza sana Kasari, aina ya goli ambalo lifungwa na mchezaji wa Pamba, the way ilivyopigwa ile faulo mpaka goli linakwenda. Wewe ukiwa kama mlinda mlango, hichi ambacho kinazungumzwa, unadhani wako sahihi kwa namna fulani kumlaumu golikipa kwa the way alivyoweza kutengeneza defense yake? Ili lifungwe goli lazima ifanyike mistake. Sisemei kwamba ile ni mistake ya kipa. Hapana. Ila wanaozungumza wengi sio watu wa mpira. Wanaozungumza wengi wanapenda timu. Sijui umeelewa. Tukizungumza na wachezaji imekuwa kama kauli mbiu yenu. Kwamba kuna watu wa mpira na wanaopenda timu. Watu wengi wanaokosoa ni watu ambao wanapenda timu. Ukiwa ni mtu wa mpira unajua kabisa unaongelea masuala ya mpira. Lakini ukiwa unapenda timu, yani utamkosoa tu mtu kwa sababu unapenda timu, kwa hizi nyingine uzipendi. Lakini ukiwa unapenda mpira utauzungumzia mpira unavyohitaji mpira. Ushawahi kucheza mechi ikamalizika ukawa na jazba kweli kweli? Ukiwa na jazba katika mchezo, nini unafanya kitu gani ili kucontrol jazba yako, aidha muamuzi kupe adhabu ya kadi? Yani sikuwa na jazba kutokana na muamuzi, ila nilikuwa na jazba kutokana na maamuzi ambayo niliyafanya. Ndio ilinipelekea nikapata hasira. Ilikuwa mchezo gani? Nadhani ilikuwa mchezo wa Yanga na EF, uwanja wa Taifa pale. Nilifanya kosa ambalo tulifungwa goli moja nadhani.
Alifunga Mayele. Nilifanya kosa ambalo linipelekea nikapata hasira sana, kwa sababu nilifanya kosa ambalo sikutakiwa kufanya. Kipindi cha Fiston Kalala yupo Yanga, kwa maana kosa lenyewe unaona kabisa kwamba hili kosa nimelifanya mapara, nimeikosti timu yangu. Nimeikosti timu yangu na ndio lile lilikuwa goli. Kwa hiyo nilifanya, yani niseme nilifanya utoto mkubwa sana, ndio maana nilikasirika sana mechi. Ulikuwa na raha kabisa. Baada ya pale ilikuwa kama dakika 77 78 hivi nadhani. Baada ya pale sikuwa kabisa na raha mpaka mpira umeisha. Mayele ni mshambuliaji namna gani? Wewe ni goalkeeper ambaye pia umezungumza ulifanya kosa amekufunga. Alikuwa ni mshambuliaji wa namna gani? Top striker. Top striker. Yaani kidogo anakufunga. Yaani ukizembea kidogo tu anakufunga. Ni kama sasa hivi tu washambuliaji wa sasa hivi. Ukizembea ni kipa, ukizembea kidogo tu sekunde moja tu kipa, ukiwa akili yako umeitoa kwenye mchezo unafunga. Bwana, wewe unacheza TRA, mlinda mlango, lakini Chobojo anaweza kuwa ni rafiki yako pia. Rafiki yako sio rafiki yako? Rafiki yangu. Baada ya game hizi mbili, mechi ya Young African, mechi ya Simba, zinazungumzwa sana kwamba Mwamba sasa hivi simu zinakuwa zinaingia sana. Anatakiwa aongeze tena. Yaani hapa tunamuona sisi tunamuona mnoma, aongeze tena. Watu hawahitaji historia, watu wanahitaji mwendelezo. Ile sijana mechi kacheza ya Simba, ya Yanga si ya juzi. Hiyo story. Kesho na kesho kutwa. Mimi naamini anaweza. Yaani kufanya hivyo anaweza. Na zaidi ya hivyo, zaidi ya hizo mechi zilizopita ambazo tunazungumzia ni story ya tayari. Zaidi ya hizo anaweza. Ndio maana nakwambiaje, hizi za nyuma ni story ya tayari. Watu wanamzungumzia. Anatakiwa aongeze zaidi ya hapo, ili apige hatua 4, sio 1, 4 au 10. Na naamini anaweza. Na inshallah Mwenyezi Mungu atamshikia, atafanikiwa.